Tunafuata hili leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumuiya ya Watusi jimboni Kivu Kaskazini inataka kukamatwa kwa Jenerali Sylvain Ekenge aliyesimamishwa kutoka kwenye nafasi yake ya msemaji wa jeshi la Kongo FARDC baada ya kauli zilizochukuliwa kuwa za ubaguzi na kushusha heshima zilizotangazwa kunako mitabendi ya RTNC. Katika Uvira, mapigano kati ya M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wazalendo yamesababisha watu wengi kuhama makazi yao, wengi wakimbilia mjini huku wengine wakibaki bila makazi. Jumuiya ya Watusi ya Kaskazini Kivu inataka kukamatwa kwa Jenerali Sylvain Ekenge aliyesimamishwa kutoka kwenye nafasi yake ya msemaji wa jeshi la Kongo FARDC baada ya kauli zilizochukuliwa kuwa za ubaguzi na za kushusha heshima zilizotangazwa kunako mitabendi ya RTNC. Maelezo zaidi. Katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, rais ya jamii ya Watusi wa Kivu Kaskazini David Karambi Fati anahisi kuwa kusimamishwa kwa Jenerali Mkuu Sylvain Ekenge aliyekuwa msemaji wa FARDC si vya kutosha na anataka afungwe. Katika barua iliyoandikwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anashutumu Sylvain Ekenge kwa kusema maneno yanaobagua na kuonesha ubaguzi dhidi ya jamii ya Watusi na yanaowakilisha tisho moja kwa moja mshikamano wa taifa na usalama ya wananchi. David Karambi Fati anataka kesi za sheria zichukuliwe na anawahimiza Umoja wa Mataifa kushutumu vikali hotuba za chuki na kuimirisha uangalizi wa kitaifa ili kulinda makundi madogo. Kikosi cha FARDC kilimshimamisha Jenerali Sylvain Ekenge, kikiashiria kuwa maneno yake haiwakilishi mawazo rasmi ya jamhuri. Mapigano makali yanaendelea kati ya M23 na jeshi la Kongo likisaidiwa na wazalendo, yakiwa yamesababisha idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao katika sehemu kadhaa za Uvira. Wakazi wa Kashombe, Kigongo, Katongo, Kabimba, Kopela, Kabengwa, Lungwe, Ruzozi na Kivovo wamekimbilia maeneo salama. Wengi wamekimbilia mjini Uvira, hasa katika jimbo la Kalundu, huku wengine wakiwa bado hawana makazi na kuishi katika hali ngumu. Ninaitwa kwa jina ya Maluri Shobo, nyumbani ni Kalungwe. Tulikimbia vita na hii vita inaanzia Kashombe, make Kashombe, Kigongo njo kwenye kuko ngome ya vita. Na gisi kuko ngome ya vita, bakaji ya Kashombe, Kigongo, Katongo, tunaenda Kabimba, Kopela, Kabengwa, Kalungwe, Ruzozi, Kivovo, sie bote tulikimbia. Na kule benye biko banapiga masasi zaidi ni aba bakombozi ba M23 na FARDC ndio iko inatumikisha madrone pamoja na mavedete. Na sie gisi tunakimbilia huku Kalundu, maki tunaangaika, tunakosa chakula, fasi ya kulala hatuna, tuko tunapigiwa na mvula nje. Kumbe tunaomba msaada ku benye batatusaidia. Ndio maana tunatia malalamiko yetu zaidi, batusaidie. Bamoja hivi biko nje, batalala nje, hatuyui gisi tutafanya. Kumbe opinion internationale ifanye nguvu ipie kutusaidia. Kwa mimi kama vile mukaaji
nitaanza penda omwe batu ime vyote tupate amani. Kwa sababu kama tuko na amani, kila mtu atajidebrie kwa nguvu zake na anapata ile kidogo ya kukula. Ile ndio malalamiko yetu zaidi, tunalomba amani, hakuna kingine. Polisi wa kitaifa wa Kongo waliwakilisha Waziri Roy Kaumba makundi matatu ya watu wasio na nizamu waliokamatwa kupata musonwa na fungurume. Wamekabiliwa na tuhuma za maneno ya chuki na kero mtandaoni. Waziri ametoa maagizo ya kupelekwa haraka mbele ya mahakama ili wapate adhabu ya mfano. 3 groupes de citoyens en marge de Lola ont été présentés ce lundi 29 décembre au patron de la sécurité en province, Roy Mayundi Philippe, par le colonel Kifungo René, commandant du bureau de renseignements généraux PNC là-bas. Témoin de l'événement, général Roger Issio, commissaire provincial divisionnaire PNC. La première bande était composée de 13 meneurs de troubles au quartier Kapata et Moussonoï qui s'attaquent régulièrement aux travailleurs de différentes sociétés et lancent des injures envers les autorités dans des réseaux sociaux. Quant à eux, Roy Mayundi Philippe a demandé leur transfert au parquet où ils seront jugés et transférés en prison pour purger leur peine. Mais on a lancé appel pour les petits délinquants, on a insulté l'autorité de l'État sur les réseaux sociaux. Tout qu'on a mis ta fouta, tout est mieux qu'à hors d'état de nuire. À l'ambérenjo échantillon, tout n'a pas balé au capacité. Mais on a omba la créseur bote, mouikale kumanyumba yenu. Bale bakonda kutumika kazi, mwende mtumike kazi. Mwache fujo, bale bote barifanya désordre mu weekend. Tuko na mitafuta, tutamishika moya kwa moya. Merci beaucoup mon général. Continuez comme ça. Mettez de l'ordre comme vous l'avez toujours fait. L'autorité vous félicite, moi-même je vous félicite, je vous encourage à continuer sur cet élan-là. Donc mettez hors d'état de nuire tous ces petits bandits-là, arrêtez-les, transférez-les à la justice. La deuxième équipe fut celle des 8 civiques qui ont noyé des forces et engins de la sécurité KCC qui les avaient roué des coups. Ce groupe était reproché de meurtre et association de malfaiteurs. Ils méditent leur sort à la prison de Dilala en attendant la fixation de leur peine. La troisième écurie présentée ce jour est celle de 29 personnes arrêtées dans les heures tardives à Fungurume. Il est reproché à ces derniers de participer à l'association des créseurs qui violent le périmètre de la société Tengue Fungurume Mining. Pour eux, les ministres Loalabé de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Mayundi Philippe a instruit la poursuite des auditions pour établir les responsabilités de chacun. Katika habari za kisiasa, katika kufunga mkutano wa kitaifa wa chama chake ACD, Martin Fayulu aliwahimiza wanachama na viongozi wa chama kuonyesha upatrioti na kulinda nchi bila kuchoka, akisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kitaifa yenye ushirikisho kutokana na hali ya usalama iliyopo kwa sasa mashariki mwa DRC. Huko Kinshasa, kazi za ujenzi upya wa daraja la Kabu lililoko kwenye barabara ya Kasavubu mjini Kinshasa zimekamilika. Daraja lenye urefu wa mita 20 na upana wa mita 16 lina uwezo wa kubeba tani takriban 60, linalorahisisha usafirisho na kuongeza usafi wa watumiaji. Wakati hayo yakijiri, kamati ya ufuatiliaji wa malipo ya wafanyakazi wa serikali imethibitisha kuwa hatua zote muhimu zimechukuliwa ili malipo yote yafanyike kwa wafanyakazi yafanyike kabla ya tarehe 1 Januari mwaka 2026. Kamati inatambua changamoto za kimantiki, hasa hali ya barabara katika baadhi ya maeneo ya ndani ya nchi zinazorudisha usafirishi wa fedha. Licha ya changamoto hizi, malipo yataendeshwa kufanyika kwa wakati kama kawaida. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa mfumo wa lazima kwa kutumia kielektroniki nyaraka za biashara kati ya guichet unique intégral du commerce extérieur. Na Foroza Sidonia, Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka alizindua rasmi mfumo huo mjini Kinshasa Jumatatu
kwa uwepo wa wafanyabiashara wengi, wabunge na wajumbe wa serikali. Waziri wa biashara ya nje Julien Paluku Kahongya alieleza kuwa mageuzi haya yanapunguza gharama na muda wa shughuli za uingizaji, uondoshaji na usafirishi, huku yakihakikisha uwazi, ufuatiliaji na uhalisishi wa taarifa. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizi kutoka Kinshasa, tunakomesha taarifa ya habari iliyojiri leo nchini DRC. Aksanti kwa kututegea sikio na kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.